Mimi najua iko siasa kidogo, inasemekana sub county ya Oldonyiro itachukua ardhi ya watu ya Burat. Na hiyo inaelezwa na wanasiasa. Na mnajua wanasiasa wale wanapeleka hiyo pipira huko ni kutaka kugonganisha watu wa Oldonyiro na watu ya Burat. Kwa sababu siasa yao inategemea kugawanya watu. Mimi nataka kuambia watu ya Burat, watu ya Oldonyiro ni mandugu zenyu. Hakuna ubishi katikati ya watu ya Oldonyiro na watu ya Burat kwa sababu ya mambo ya mashamba. Sub county ya Oldonyiro haiwezi nyakua shamba ya Burat. Kwa hivyo siasa na fitina hutaki kusikia. Na mimi nataka kuambia Senator Batumba, kwa sababu yeye ndio akona hiyo siasa ya kipumbavu na upuzi, awache kugonganisha watu. Sababu ya kuleta sub county ni kulete service ya national government closer to the people. Ukileta ofisa ya kitambulisho hapa, atanyakua shamba ya watu ya Burat. Ukileta DCC hapa, atanyakua shamba ya watu ya Burat. Mambo ya boundaries na mambo ya services inahusiana nini? Haina uhusiano hata kidogo. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia watu ya sub county ya Oldonyiro, mtaletea DCC yenu, msikose usingizi kwa sababu ya porojo ya Fatuma ambaye anachochea mandugu zetu pande hiyo. Mimi nitakaa na mandugu zetu ya Burat niwaambie hakuna boundary yao inachukuliwa na watu ya nini ya Oldonyiro. Last week tulikuwa na Waziri Murkomen, akaniambia ofisi ya Oldonyiro ikimalizika leo, after 1 week atakuja kulaunch nini sub county ya nini ya Oldonyiro. Mimi nimeongea na Mheshimiwa Samal aharakishe, na tukiona anachelewa nitakaa naye chini mimi nimsaidie kumaliza hiyo kitu haraka, ndio tumalize hii mambo ya sub county ya nini ya Oldonyiro. Mambo ya holding ground, nataka kusikia mambo ya holding ground ndio tulikubaliana na rais, kwa sababu hata abatua imekaa kwa nini kwa holding ground, na investor hawezi chukua hiyo abatua kama haina nini, haina cheti miliki, na cheti miliki ya abatua haiwezi patikana mpaka holding ground ikuwe nini gazetted. Unafahamu? By time rais atakuja kutembea hapa kufungua hiyo abatua, investor akianza kazi, LMD itakuwa gazetted. Na mimi nataka kuhakikishia, mimi najua iko mgogoro mingi sana kwa mambo ya LMD. Iko watu ya Burat wanasema LMD ni yao, iko watu ya Oldonyiro wanasema LMD ni yao. Tutahakikisha hii mambo imeenda kiwango ya kuwa hakuna community inapigana na watu wengine kwa sababu ya mambo ya nini ya LMD. Tunaelewana watu wa Oldonyiro? Hautaki kusikia watu wa Oldonyiro wanachukua bunduki kupiga watu ya Burat, ama watu ya Burat wanachukua bunduki kupiga watu ya nini ya Oldonyiro, kwa sababu hii shamba ni kubwa, inatosha kila mtu. Tunaelewana? Hii shamba ni hekta 1,100. Hekta 1,100 hata ukipatia wewe peke yako utakufa, watoto wako wakufe, wengine wakufe, na haitakusaidia. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo hakuna sababu ya watu kufanya nini kukosana kwa sababu ya holding ground. Na mimi nataka kuhakikishia ndugu zangu ambao wanaishi Burat, Oldonyiro haiwezi kutoka Oldonyiro ikachukua boundaries ya nini ya Burat. Na ule mtu anawaambia hivyo kwa sababu mimi najua ni nani. Aambiwa apunguze fitina. Fitina haiwezi kumsaidia, kwa sababu tutapatiana document na dakika ya mwisho yeye ndo ataaibika. Kwa sababu hata shamba ya jeshi na wananchi wa Burat tumeshindwa kutatua kwa sababu ya fitina ya hiyo mama. Sasa ile serikali inasema mkae chini mmalize hiyo maneno, yeye anakimbia kotini. Kotini imesema turudi tukae tuelewane. Sasa unamuuliza from Monset ulikuwa unaenda kotini kufanya nini? Kupotezea wananchi time, kutupotezea time. Hiyo mambo tulikuwa tumemaliza kitambo. Tunaelewa watu wa Oldonyiro. Na ukiangalia vile maendeleo inafanywa, budget ya Kenya, budget ya nini ya Kenya, 85% of our budget inabaki wapi? Serikali kuu. Na hiyo inamaanisha nini? Sisi wale mulitutuma National Assembly tuko na jukumu ya kushughulikia hiyo 85% iweze kufika
kaunti yetu. Na kama tunatumia akili yetu sawasawa, inamaanisha haina maana turudi kupigana na viongozi wengine kama MCAs na governor kwa ile 15% inaenda kwa 47 counties. If we are to use our time well and our energy directed to the right place, ni kuenda kupigana kwa National Assembly tuweze kupata our cake ya ile 85%. Na nafikiri kwa wale mlichagua kutuma National Assembly, by now mnajua nani ameelewa hiyo assignment na nani hajaelewa. I don't need to emphasize. Kwa sababu we have no business kukorogana juu ya 15% because hiyo already ishafika, iko nyumbani. Ni kazi ya MCAs kuhakikisha mpangilio imefanywa vizuri na kazi imefanyika. Na nitaanza na mambo ya sub-county yenyewe. Watu wengi wameongelea mambo ya sub-county with a lot of passion, with a lot of emotions, with a lot of disappointment. But mimi nikirecall ile safari tulianza na ile kupigana tunapigana paka leo kuhakikisha sub-county ya Oldonyiro imekuwa operationalized, I am so confident. And I think last time niliongea kwa bunge, tulisukuma our minister Murkomen afanye commitment mbele ya bunge ya kwamba by end of this financial year the Oldonyiro sub-county is in place, operationalized and working for Oldonyiro people. Na hiyo commitment bado iko, haijabadilika. But what I want to remind watu wa Oldonyiro ni kwamba ile safari tulitoka, ile safari tulianza kufikia mahali tumefikia ilikuwa safari ndefu sana. We are at the tail end. Huwezi kula ng'ombe nzima ushinde kukula mkia, si ndio? Imebakia tu mkia. Na hiyo mkia tutafikia. Kwa hivyo watu wa Oldonyiro, msikufe roho. Sisi tuko na nyinyi kwa hiyo safari 100%. Na kitu kidogo tu nataka kusema juu ya sub-county ni kwamba watu wetu wasikuwe na mindset ambaye ni anti-development. What do I mean by that? The more sub-county we get, the more sub-locations we get, the more locations we get, the better for us. Kwa hivyo mtu yote asiwadanganya aseme sub-county is about grabbing land ya watu wengine. No. A sub-county is about bringing services closer to the people. It has nothing to do with land issue. It has nothing to do with the boundary. Kwa hivyo mkisikia kuna siasa kama hiyo, mjue tu ni wale anti-development ndio wameanzisha hiyo siasa. Na sisi kama viongozi ambaye tuko focused na tuko progressive. Hapa Oldonyiro, katika county yetu ya Isiolo, watu Oldonyiro mko na bahati kwa sababu sub-county itakuja, mtakuwa na sub-county ya Oldonyiro. Oldonyiro, mambo ya mabarabara zetu itaangaliwa kwa sababu focus yote itakuwa hapa. Nataka tu kusema mambo ya wizi ya mifugo. Mambo ya wizi wa mifugo. Kuna majangili wachache wanatoka hapa Oldonyiro, hapa Kipsing. Hizo areas wanatoka, tuko na jirani hapa upande ya Mugogodo Forest, wakora wako hapa. Wakora wako Lesos Hill, Seku Valley, Lekurki Hills, Dawalash, Lemarisho na Makori. Na kwa upande ya hapa kwetu pia isio hapa boda wetu hapa ni Kipsing. Wakora hawa mimi nataka kuwaambia ya kwamba siku zao ziko karibu kuisha. Muache hayo mambo ambayo mnafanya, wacha wizi na tutashughulikia nyinyi kama wananchi hawatashughulikia nyinyi kwa sababu ya wizi ya mifugo.